billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hivi avilipuki hivi umeme. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min dhulumatil wahmi wa tukrimuna binuril fahmi wa tudhihu lana ma ashkala hatta yafhama innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ayuhal hadirun, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awali ya yote ni wajibu wetu kutanguliza shukurani zetu za dhati kutoka katika nyoyo zetu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye yeye ndio mwenye haki ya kushukuriwa. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa wingi wa neema zake anazotuneemesha kila leo. Kubwa miongoni mwa neema hizo ni hii taufiki yake kwetu ya kutukusanya pahala hapa patukufu katika viwanja miongoni mwa viwanja bora duniani, katika wakati miongoni mwa nyakati tukufu ambazo ni baina ya swala ya magharibi na isha, kama wanavyosema wanachuoni, ma baina al-maghribi wal-isha yaf'alu Allahu ma yasha. Muda uliomo kati ya magharibi na isha, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala humfanyia mtu analolitaka. Lakini sio hilo tu, tunamshukuru kwa kutuwafikisha kuhudhuria kwa ajili ya jambo hili kubwa, nalo ni jambo la kukumbushana sifa yetu kama umma wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aloitaja mwanzo katika kitabu chake kitukufu. Ni ile aliyosema, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nyinyi mmekuwa ni bora uliotolewa mati nyingi zilizotangulia, sio kwa sababu ya kitu kingine chochote. Mmeupata ubora huo kwa sababu tu mnasilka desturi, kawaida na ada ya kuamrishana mema na kukatazana maovu. Kwa hiyo umma wetu umekuwa umma bora, sio kwa sababu eti tumekuja katika nyakati na zama za teknolojia au na sayansi. La, sisi tumekuwa umma bora ukizingatia na nyumati zote zilizotangulia kwa sababu tu ya al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar. Kwa sababu ya jambo hili la kwamba tunapata muda tunakumbushana na kuamrishana mema, tunakumbushana kukatazana mabaya. Mwenyezi Mungu atuthibitishie ubora huo. Kwa hiyo tunamshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kutuwafikisha kwa hayo matatu. Lakini pia tunachukua nafasi hii kumswalia na kumtakia rehma na baraka tele kipenzi chake na kipenzi chetu, mtume wake wa mwisho, bwana wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, bwana ambaye ndiye aliyotufundisha na kutukuza na kutuasa kwa mambo kama haya. Hata mwenyewe sallallahu alayhi wasallam akijisifu baada ya kuifanya kazi yake hii mwisho mwa umri wake, alifikika akisema, taraktukum ala almahajjati albayda,
lailuha kanahariha, ukitaka lailiha kanahariha, la yazighu anha illa halikun. Alisikika akiyasema haya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anasema karibu nitaondoka ulimwenguni baada ya kuishi nanyi kwa muda wa miaka 63 na nikaifanya kazi kama mtume kwa muda wa miaka 23, lakini sina shaka naondoka narudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, sina wasiwasi na nyie, kwa sababu taraktukum ala almahajjati albayda, kutokana na kazi niloifanya ya kuwalingania, basi najua nimekuacheni katika mafundisho meupe. Taraktukum ala almahajjati albayda lailuha kanahariha, mafundisho ambayo hayana tofauti katika uelewa wake na kufahamika kwake, si mchana wala si usiku. Ameifanya kazi ya kutufundisha vizuri kabisa na akatuacha katika sehemu nyeupe isiyokuwa na kigagaziko chenga. Lailuha kanahariha, hata kama mafundisho meupe kabisa. Akasema la yazighu anha halikun, atakayepotea katika basi yule ambaye kwamba amekenguka na kuyaacha mafundisho haya. Lakini mtu akiashika na akayakamata akaamua kwa utashi wake wa khiari kuishi nayo, atakuwa ni katika wenye kuongoka. Mwenyezi Mungu akijalie katika hao. Na baada ya mawili hayo ya kumshukuru Allah na kumtakia rehma na amani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi mwanzo kabisa mwa muhadhara wangu mfupi nianze kuwashukuru wale ambao wanaliendeleza jambo hili, na washukuru pamoja na kuwaombea Mungu jambo la mihadhara hii, na waombea Mwenyezi Mungu wale ambao waliasisi na ambao hivi sasa wengi wao wako mbele ya haki. Mara nyingi nikipata fursa mihadhara hii siachi kumtaja Sheikh Abud Maalim, Mungu amrahamu. Siwachi kumtaja Sheikh Ali Basaleh, Mwenyezi Mungu amrahamu, na wengineo wengi. Nakumbuka mihadhara hii ya kikalenda imeanzishwa siku nyingi, wakati huo umetangu niko madrasa nasoma, na nikija kusikiliza mashehe wanaopata bakti ya kualikwa kuhadhiri katika mihadhara hii tangu mwanzo wa miaka ya 80, kwa maana mwisho wa miaka ya 70. Mungu awarahamu wote waliotangulia na awathibitishie malipo yao kwa kuasisi jambo hili endelevu. Lakini na hawa ambao kwamba mpaka leo wameashika wanaendelea nayo, Mwenyezi Mungu awapitishe mule walipopita wazee wetu wale, wadumu nalo jambo hili, waende nalo kila inapofika kalenda kama hivi ya mfungo 6, mwaka mpya, Ramadhani, wasiache kutukumbusha. Baada ya kuwashukuru wao na kuwaombea Mungu, lakini pia viongozi wa msikiti huu, Mwenyezi Mungu nao awatengenezee mambo yao chini ya imamu wetu Sheikh Hamis bin Saad. Hawa ni watu muhimu nao, kwa sababu sasa hivi hakuna kitu cha hatari zaidi kama mtu kupewa kifaa hichi kifaa hichi. Sio kila mtu anavishwa, tuambie hicho yote. Sekunde moja tu ukimpa mtu usiyemwamini, bwana mikrofoni hii, hebu tuambie, sekunde hii umma ukiinuka pale umeparaganyika wote. Lakini mimi nimeridhiwa kukivaa, bila shaka nimeaminiwa. Kuna mtu mwingine ukimvisha hichi alafu ukampa nafasi msikitini kwako, hebu tuhadhiri, basi imamu pia unatolewa kutokana na sumu iliyokuwepo katika ulimi wake. Mwenyezi Mungu nanyi awajibishe katika ngumu ya kuongoza msikiti. Shukrani zangu pia zije kwenu mlokaa na mkatulia na mkabaki baada ya kusikia mhadhara wetu huu wa leo, na mhadhiri nitakuwa mimi mtoto wenu. Haya ni mapenzi makubwa kabisa, sio kila mtu anasikilizwa,
sio kila mtu, lakini mkaona tubaki. Na mnajua kabisa kwamba mtasikiliza sio kipya, ni vile vile mnavyovijua kila siku, mkayaacha mambo yenu mengi kabisa ambayo magharibi ilikuwa mkakutane nayo, lakini mkasema hapana, tukae tumsikilize Walidi. Nanyi Mwenyezi Mungu awatengezee mambo yenu. Mkiinuka hapa mkayakute yale mlioyaacha ni mazuri zaidi kuliko vile mlioyaacha. Na haya tutakayoyafanya hapa basi yatuenee sote katika kheri zake. Mhadhara wetu mfupi sana. Walivyoniuliza Sheikh Abdallah Al-Mundhiri, utakuja kusema nini? Nilikaa siku 3 nafikiria nini cha kwenda kukisema, na hiyo ni kwa sababu ya ule ufinyu wa elimu yangu, nikaseme nini. Lakini baadaye Mwenyezi Mungu akaniwafikisha, nikamwambia basi andika, tutakuja kuelezea baadhi ya machache tuliofundishwa na mashaka zetu katika suratul Asri. Suratul Asri ambia hivyo, kama utaandika tafsiri ya suratul Asri au suratul Asri, haya. Lakini tukayaeleze hayo huku tukimwomba Mwenyezi Mungu atuwafikishe kutamka yaliokuwa haki ndani ya kitabu chake, maanake ni kazi kubwa kabisa. Sayyiduna Abu Bakar ni Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa arda alisema, ayu sama tudhalliluni wa ayul ardi ta'khudhuni idha qultu fi kitabillahi bighairi ilmi. Anasema mimi naogopa. Aliulizwa maana ya neno tu katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, neno fulani lina maana gani? Anayeulizwa ni sahaba Abu Bakar, mtu bora kabisa katika watu wa Mtume Muhammad, ndo mtu wa kwanza na ni sahaba. Hata Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam alisema, lau uzina imanul umma ala kifa wa imanu Abi Bakar ala kifa la rajaha. Namna alivyokuwa mtu si wa kawaida katika upande wa imani, alisema sallallahu alaihi wasallam, lau itapimwa imani ya umma wote wangu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ukawekwa katika kitanga cha kupimia, na imani ya Saidina Abi Bakar ikawekwa katika kitanga kingine, vikawekwa katika mzani, basi la raja imanu Abi Bakar, ingezidi uzito imani ya Saidina Abu Bakar. Mtu huyo mwenye nafasi hiyo ameulizwa neno tu katika Qur'ani, akasema mbingu gani itakayonifunika na ardhi gani itakayonipokea mimi pale nitakapojasiri kusema chochote katika kitabu cha Mungu pasi na elimu. Wenzetu waliogopa kukidara na kukigusa kitabu cha Mwenyezi Mungu, sio kama hivi sisi kabla hujaulizwa mwenyewe unafasiri yaliyomo katika kitabu cha Mungu. Unaweza kuona mtu anasoma tafsiri ya msafu mzima kuanzia saa 7 mpaka saa 8 kamaliza, namna alikuwa na elimu nyingi na alikuwa hana oga. Msafu wote saa hili kausoma na kaufasiri. Hali yetu tuliokuwa nayo hivi sasa, Mungu atunusuru. Misikiti yote imeandikwa tafsiri za Qur'ani za Kiswahili, imeandikwa kwamba watu wapate kujisomea. Sio mbaya kule kuandikwa, kaandika nani, kaipata wapi tafsiri hiyo, shekhe wake ni nani, na nani alomruhusu, nenda kaandika. Lakini kila mmoja sasa wakati bwana anaandika, alafu picha anabandika. Mwenyezi Mungu atuondoe huko. Sasa na mimi namuomba Allah aninusuru na anilinde nitamke yale yale nilopata kuyasikia kutoka katika vinywa vya mashekhe walionilea. Niseme kabisa mapema, yote nitakayoyasema sio yangu, nimeyapokea kwa mashekhe wa kweli. Mungu awarahamu. Tafsiri yetu ni suratul Asr. Kwa nini? Kwa sababu nyingi sana, lakini mbili hizi nizitaje.
Wenzetu hao maswahaba niliowataja hapa ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in, waliamini kwamba suratul asri na wameitakidi kuwa ni njia nyepesi ya kuweza kuhusiana watu. Yani wanapotaka kuhusiana, kwa sababu kuna sunna na wajibu wa kuhusiana kheri. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametaka tuhusiane kheri katika maeneo mengi, mpate kuhusiana sawa. Usikum bitaqwallah, usikum bikadha, usikum. Sasa maswahaba waliona njia nyepesi inayokusanya wasia ni suratul asr. Katika hadithi alipokea Abu Madina ad-Darimi sawa, ambayo Imam Tabrani ameiandika katika kitabu chake, anasema walikuwa watu wawili katika maswahaba, idha altaqaya, wanapokutana kwa ajili ya jambo, basi lam yaftarika, wakimaliza jambo lao hawaagani, kila mmoja akaenda kwake, illa baada an yaqra'a ahaduhuma lil akhari wal asri innal insana lafi khusr, isipokuwa mmoja wapo katika wale amsomee mwenziwe suratul asr, thumma yusallimu ahaduhuma ala al-akhar, kisha ndo mmoja atoe salamu alaykum wa agane. Lakini kama wamekutana kwa mfano kwa ajili ya mambo ya kibiashara, wakishapiga madili yao ya kibiashara, madili kwa maana ya hakika, sio kama sasa msema umepiga madili manake utapeli sawa sawa. Ukimsikia mtu anakuambia na dili zangu ya haramu, hayo sio hayo, ni deal ile ya kwa maana ya jambo la haki katika mabiashara yao, katika mikutano yao ya kifamilia, katika kila kitu. Basi ilikuwa hawaondoki isipokuwa isomwe suratul asr, mmoja katika wao asome bismillahirrahmanirrahim, innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bis sabr. Kisha assalamu alaykum wa rahmatullahi. Tujiulize, sisi tunafanya hivyo? Okay, poa. Oya, poa. Hata hiyo inshallah yenyewe atuseme. Kisha tunalalamika mambo magumu. Wepesi utapatikana wapi? Sunna tumeziacha. Maswahaba ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in, hadha kana haluhum, hii ndio ilikuwa hali yao. Itakaya hatta yaqra'a ahaduhuma lil akhari surata wal asr, mpaka mwisho, kisha ndio wanasaidiana kwa kuagana. Na kisha hapo tuyapate hayo. Hebu tusemeni inshallah. Niwaambie kitu, maana mihadhara hii, ukilisikia jambo kama hivi ndio ulikopa maisha yako, usiliache hapo hivi. Sisi tukiondoka leo tuondoke na nini? Wal asr. Na ndio maisha yetu huko mitaani. Tusemeni tena inshallah. Lakini tukiacha hapa haina tena asiyekuja, haina. Na mmoja katika mashehe zangu anasema sasa hivi imezidi mawaidha haya na mihadhara, tunaona kama burudani baada ya kuona ni elimu ya kutuongeza katika maisha yetu. Unakaa jamaa anasema yule, haya anasema wewe umepata nini pale? Maana ya kupata ni kuwa kile ulichokisikia kisha unakitia katika ngazi ya utendaji wa maisha yako, unakufa au umechaki. Mwenyezi Mungu atufikishe na sisi hapo. Basi hii sababu ya kwanza. Maswahaba walikuwa wakikutana, wakamaliza mipango yao na shughuli zilizowakusanya katika minasaba tofauti tofauti, hawamalizi vikao vyao isipokuwa isomwe suratul asr. Swali, kwa nini? Kwa sababu
i'tabaru annaha wasilatun ila tawasi bisabri wal bilhaqi wasabr, waliona kwamba ni njia nyepesi ya kufikia kuhusiana katika mambo haya mawili makubwa sana, ambayo hivi sasa dunia ina kama kishada kilicho katika uzi ovyo ovyo kwa kuachwa mambo haya, haki na kusubiri. Waliona wakitaka kuhusiana kusubiri, tuikumbuke suratul Asr. Hiyo ya kwanza. Ya pili, ukisoma katika baadhi ya maneno ya Imamu Shafi'i radhiyallahu anhu rahimahullahu ta'ala, si mnamjua Imam Shafi'i Imamu Shafi'i. Nauliza hivi kwa sababu sasa hivi tumeambukizwa ugonjwa wenye kirusi cha kusahau au kuwadharau wakubwa zetu wa kielimu. Miongoni mwa hao ni Imam Shafi'i. Mtu anasema hayo maneno ya Shafi'i hayo hamjapata kusikia huko? Hiyo mambo ya Shafi'i hayo. Tena mkono wa kushoto sana. Niachie mambo ya Shafi'i hayo. Na wewe tena Shafi'i huyo. Bwana wewe. Mimi mtu mmoja pale Kichangani niliwahi kumsikia akisema Shafi'i. Nikamwambia wacha Imam Shafi'i, mimi wewe uniwezi. Tuamue tukae hapa sasa tuanze kutimua vumbi katika mtaa. Wewe uniwezi ufiki hata kesho. Tunamalizana hapa. Unasema habari za Imam Shafi'i mchezo bwana. Mtume Muhammad sallam, Shafi'i wanachuoni wote wanasema hadithi kwa inamhu alimun qurashiyun yamla'u tibaqa al-ardi ilma. Anasema sayati fi akhiri zamani alimun qurashiyun yamla'u tibaqa al-ardi ilma. Mwisho wa zama atakuja mwanachuoni wa Kikuraishi ambaye yeye atabatika kujaza tibaqa al-ardi ilma, maeneo yote ya ardhi ya elimu. Ndio Imam Shafi'i. Wewe una hadithi ya kuambiwa tu unajaza japo mtaa huu wa Nyamwezi elimu. Nyamwezi kutoka hapa Msimbazi mpaka pale Morogoro Road. Nani anakujua kama wewe una elimu? Sasa bwana huyu Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala alisikika akisema kwamba lau lam yanzil min al-Qur'ani illa suratul Asr lakafat. Au isingeshuka katika Qur'ani sura 114 ila ingeshuka hii peke yake suratul Asr, ingetosha kabisa, watu ingewasaidia. Hii sura ya 113, sura ya 113 yenye aya 3. Hii anasema Imam Shafi'i, nilivyoisoma hii nimeanza mpaka mwisho nikaanza tena. Hii sura imehiti na imekusanya makusudio yote ya dini. Sura hii ilikuwa haina haja kuja msafu wote, ingekuja hii tu, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, ingetosha. Sadaqallahu alazim. Na maana mingine nyingi, lakini hizi mbili ndizo zonifanya mimi nimwambie Sheikh Abdallah, hebu wacha tutabaruku kueleza kidogo suratul Asr kwa jamii. Ndugu zangu, hii ni Qur'ani, nayo ni suratul Asr katika sura zilizoshuka Maka. Ni kuna Maka na hii ni Makiyu, na aya zake ni ngapi? 3 tu, nayo kwa namba katika msahafu ni sura ya 103. Msahafu wote una sura 114. Hii ni sura ya 103. Sisi wakati tunasoma tuliwahi kuambiwa na mashekhe zetu wa kitwarika. Sema huko nacheka, kuna baadhi ya watu kitaja mashekhe wa kitwarika bora hata umtaje msanii wa Bongo Flava huko. Sisi mashekhe wetu wa kitwarika wale kutuambia thalathun ma fihinna kaf wa ma fihinna kaf.
Katika Qur'ani kuna sura 3 hazina kaf, hazina kaf, na yaliyomo humo ndani ni kafu, yani yanatosha. Kafu ni moja katika harfu za hijai zile 28: alif, be, te, the, jim, he, fe, dal, dhal, re, ze, sin, shin, dhad, dhad, to, ghe, ain, ghain, fe, kaf. Kaf. Alaf, lam, mim, nun. Kuna qa na ka. Wazee wa zamani walikuwa wanatofautisha baina ya qa na kaf, ile qaf alafu inasema kiaf. Watu tuliosoma zamani ukisoma nini? Kiaf. Akikusikiza hamna ule usomaje? Kiaf. Ndio ile kaf. Sawa? Na hata kusoma kwao watu wa zamani, hasa wanachuoni kutoka maeneo fulani huko Omani hivi, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki. Hapo iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada yang iyyaka na'budu wa iyyaka, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qul a'udhu bi rabbil falaq, a'udhu bi rabbin nas, malikin nas. Nasikia zile kafu na kia. Sasa katika msahafu kuna sura hizi hazina kiafu, hazina maana hazina kafu, wakasema mafihi na kafu, lakini yaliyomo humo yanatosha sana. Nazo akazitaja. Ya kwanza wal asr, katika harufu zilizomo katika wal asr hakuna kiafu. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi. Yuqafu kubwa ipo, wa tawasaw bis sabr, lakini kafu hakuna. Ya pili liilafi, Bismillahirrahmanirrahim, liilafi quraishin ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Na hii haina kiafu. Na ya tatu qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri naffathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad. Na hii nayo haina kiafu. Ziko ngapi? 3. Sura zingine 111 zote zina wakaufanyia utafiti msaafu, wakaujua. Kuna aya zingine, muda sio mada yetu, unaisoma mwanzo mpaka mwisho, ni aya moja imechukua harfu zote 28. Na nyingine ina aya moja ina 10, hizo ziko 10 nazo. Singao yeye mimi niwezi sio madogo. Sura kama aya kama nini? Muhammadur Rasulullah walladhina amanu walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghun. Hii mpaka mwisho ukipata harfu zote kuanzia alifu mpaka ye, ndio aya ya pekee imechukua aya zote 28 harfu. Sasa hizi lazima umpate mtu anayekupenda akwambie kazi zake. Sijui umeelewa? Nirudie tena hapo. Hizi kupenda akwambie, ukiisoma hii pahala hapa wakati huu, manake ugomvi tuliokuwa nao hivi sasa pia kuhusu wakati nao. Nyakati zote sawa, wewe usijidanganye wewe. Utakwenda na maji. Juzi nimwambia mtu mmoja, vipi wakati wote sawa?
Unaamini kama Ijumaa ni siku bora au uamini? Unaamini kama Ijumaa ni siku nzuri au uamini? Unaamini. Sasa kuna kizuri kinachokosa kibaya? Hakuna kinachokosa kinyume. Maadamu kuna kizuri na kibaya kipo. Kwa hiyo Ijumaa ni siku nzuri, basi iko siku mbaya. Mpaka uende chuo kikuu. Jamani, nirudie maneno haya. Maadamu Ijumaa ni siku, basi katika wiki iko siku mbaya. Ichunguze, itafute. Mpate fata, nitakuelezea. Usifanye mambo katika siku hiyo unakwenda na maji. Mmoja katika mashaka zangu alikuwa haipendi siku ya Ijumaa, kila kitu siku ya Jumanne. Kila wakati Jumanne leo. Na cha ajabu akafa siku ya Jumanne. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani anazungumza aliwaangamiza watu fi yaumi nahsin mustamir, katika siku ya nuksi inayoendelea. Hujasoma Qur'ani wewe? Hujaona aya hiyo? Fi yaumi nahsin mustamir, aliwaangamiza katika siku ya nuksi inayoendelea. Wewe jifanyie mambo tu. Ipo siku ya nuksi inayoendelea, maana itaendelea mpaka kiyama. Ikifika siku ni nuksi tupu. Mtafute shekhe wa kitwarika akwambie. Mashekhe wako wa kisasa watakwambia, na ndio wanakufa siku hizi. Kila siku mashekhe hao wenye ilmu zao wanafanya. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, inna Allaha la yaqbidhu al-ilma intiza'an yantazi'u min qulubi al-ibad, bal yantazi'uhu bi mauti al-ulama, hatta idha lam yabqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fasu'ilu faaftau fadhallu wa adhallu. Msalimu Mtume Muhammad anasema, Mwenyezi Mungu haichukui elimu kwa kuifuta tu. Hatoifuta, vitabu vitakuwepo, lakini ataichukua elimu kwa kuwaua wanachuoni wanaojua ile elimu. Hata wanakufa wanachuoni wanaojua ile elimu yenyewe. Vitabu vitabaki, lakini wanaovijua Mungu atawachukua. Anasema hata idha lam yubqi aliman, mpaka akihakikisha hamuachi mjuzi hata mmoja. Hata hapo sasa ndo inapochanika sanda. Unajua kichanika sanda, maiti ya ushiki wala zikiki, anakwenda mbio. Hata idha lam yubqi aliman, mpaka utapofika wakati ambapo hambakishi mwanachuoni hata huyu mmoja. Itakhadha nasu ruusan juhalan, watu sasa watawafanya viongozi wajinga. Watawatafuta watu wajinga, watawafanya ndio viongozi wao wa kielimu. Fasuilu, wataulizwa maswali hawa viongozi wajinga wanaojifanya wamesoma kwa kujisomea kwenye Google. Faaftau, nao watafutu masala. Fadhallu, watapotea wao. Wa adhallu, na watawapoteza wale wauliza. Ndio umefika wakati hujafika? Umefika bado? Mnaogopa kusema? Bwana, umefika bado? Ndio huu mkitaka mstaki. Juzi nimeona fatwa moja, mtu anaulizwa katika mtandao, hivi kasa ni halali au haramu? Shekhe anauliza naye, umemkusudia kasa gani? Maana kasa wawili, kuna kasa wa barazanji na kasa msaafu. Kuna kaasan humayya na kaasan dihaka. Umemkusudia kaasan humayya au kaasan dihaka? Kama umemkusudia kaasan humayya, huyu wa Qur'an wa barazanji, huyo haramu. Lakini kama umemkusudia kaasan dihaka, yule wa Qur'ani, huyo halali. Mambo gani haya? Basi unashindwa kusema ujui. Umeulizwa sema si, na mimi nikaulizwa watu wengine huko. Lakini tatizo sasa, ukishaitwa shekhe tena kama hivi ndio walidi, ushaitwa shekhe wa mkoa, hutaki tena kusoma, hutaki tena kujifanya ujui. Nani kakwambia maneno haya? Wa fawqa kulli dhi ilmin, juu ya kila mwenye kujua kuna anayejua zaidi. Kaulize. Hatutaki kusema haya tunajazia tu. Nataka kuelezea ubora wa suratul Al-Asr. Suratul Asr ni moja katika zile sura tatu ambazo wanachuoni wetu wa kitwarika wa kisufi wanasema sura tatu hizi mafihinna kaf wa mafihinna kaf, hazina kafu ndani yake, lakini yaliyomo ndani ya sura hizi yanatosha kwa maombi yako. Ukiwa na shida zako, una haja zako zozote, soma sana sura hizi, mambo yanafunguka.
Si unadaiwa kodi? Jamani, si kodi zinatusumbua huko? Haya basi wote tuseme tuna majumba ya urithi. Si tunaweza, tunaumwa tu matezi dume. Watu kuna magonjwa matezi dume, nguvu za kiume. Watu wengi fika usiku kama hivi wanaumwa. Nenda nyumbani asijui aenda kusema nini. Sasa ndo narudi nyumbani sijui naumwa. Mpaka hoja zote zinaishi. Kwa sababu ni na ndio maana hizi dawa zote zinazouzwa misikitini milangoni dawa za nguvu za kiume tu. Huyu anakuja na mkongo, mwingine anakuja na nini? Ugonjwa si ugonjwa. Dawa yake suratul asr liilafi na kul a'udhu birabbil falaq. Takbir. Msalieni Mtume Muhammad. Tunafungua kodi hizi tena. Jisomee wal asri, jisomee liilafi na jisomee kul a'udhu birabbil falaq. Dawa ya usiku inakurudishia heshima. Salasun ma fihinna kaf wa ma fihinna kaf. Kuna sura 3 hazina kafu na yaliyomo ndani yake yanatosha. Moja katika sura hiyo ni sura tu wal asr. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaisema hiyo kwa kusema a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wal asr, na apa kwa wakati. Al asr nini? Wakati. Sema wal asr, Mungu anaapa kwa wakati wa alasiri. Wengine Mungu anaapa kwa swala ya alasiri. Yoyote katika hizo tafsiri 3 ukichukua imethibiti kutokana na ujuzi wa wanachuoni waliotangulia. Wal asr, na apa kwa sala ya alasiri, au wal asr, na apa kwa wakati wa alasiri, au wal asr, na apa kwa zama zote. Mwenyezi Mungu anaapa. Wal asr, na apa kwa sala ya alasiri. Kwa nini kaapa kwa sala ya alasiri? Ndo liannaha salatul wusta. Salatul ndio swala ya kati na kati katika swala 5 tunazoswali masaa 24. Hafidhu ala salati wa salatil wusta. Mwenyezi Mungu anasema dumuni juu ya swala zote hizi, ziswalini zote, wa salatil wusta, na swala ya katikati. Juu yake kuna dhuhuri na alfajiri, chini yake kuna magharibi na isha, liannahu ipo katikati, ndio salatul wusta. Kwa nini Allah Subhanahu wa Ta'ala ameapa kwa salatul wusta? Ndio swala ambayo baada ya swala hile wanapokezana malaika wanaofanya kazi kwa masaa 24. Imeeleweka vizuri? Sisi Mungu anatuletea malaika hivi. Tuna wengine leo wameanza swala ya alasiri, tunakwenda nao mpaka alfajiri kesho, mpaka adhuhuri. Wakifika alasiri shift yao imekwisha, wanakuja wengine. Na ndio wakati ambao matendo yetu ya masaa 24 yanapanda kwa nani? Kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaika wanaondoka na madaftari yetu ya ya 24 hours, wanaondoka pale. Hawa wanapokezana, bwana mimi naondoka, saini hapa, wewe endelea na huyu muangalie anachokifanya. Yeye anaondoka na faili lako. Yule anachukua kazi nalo anaendelea. Ukicheka anaandika. Ukicheka kama hivi imo. Hawajui nia yako. Ukijikuna imo. Maana yake waambiwa la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumar. Yani malaika kaambiwa kamwandikie kila anachokifanya, kila anachokisema. Nia yake niachie mwenyewe. Nia anayo mwenyewe Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini matendo yetu yote, umeelewa? Yani hapa nikiinuka tu kaandika. Ukicheka kaandika. Yani na wewe tu. La yalfidhu min illa ladaihi raqibun atid. Hatamki mtu neno wala hafanyi kitendo isipokuwa kuna raqibun atid. Mmoja yuko huku, mmoja yuko huku. Hao wanapokezana wakati wa upi? Wa alasiri wal asr. Sawa, swala ile ya asr. Na wakati, kwa sababu ndio kipindi mbingu zinakuwa wazi katika masaa 24, mbingu mawasiliano kutoka ardhini
kwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana wanachuoni wa kitwarika leo nawataja sana, wanakwambia ukisikia adhana ya alasiri usiache kuijibu ile Allahu akbar Allahu akbar ya alasiri, na wewe sema Allahu akbar Allahu akbar, kisha omba pale pale, Mungu mimi nataka kadha 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 kadha. Ashhadu an la ilaha illa Allah, sema na ashhadu an la ilaha illa Allah. Ya Rabbi, mimi sina nyumba. Ashhadu anna Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Unavyoniona naumwa sana, hayya ala swala, nasema hayya ala swala, sina kazi mwenzio mimi, hayya ala alfalah, hayya, mke wangu anisikilizi, watoto wanijali, mpaka mwisho. Hiyo hujapata kusikia, kwanza unaisikia leo, chukua mzee, tunakumuta tena, mambo yako magumu. Wakati gani? Ni kipi? Cha adhana. Usiache adhana alasiri unaendelea tena Allahu akbar Allahu akbar, unauza hiyo nazi 200 300, wewe kipitishe, mwambie mnunuzi subiri nijibu adhana ya alasiri kwanza, nipitishe mambo yangu. Tumeelewa vizuri? Ndio maana Mwenyezi Mungu anaapa kwa wakati wa alasiri, wal asr, na hapa kwa zama zote, kwa sababu ndio nini? Wakati wote ndio mtaji wetu kama binadamu. Mwanadamu hana mtaji zaidi ya muda wake, zaidi ya umri wake. Huna mtaji, sio mtaji wako wa nazi wala wa mafuta wala wa chochote. Mtaji wako, rasilimali yako ni umri wako. Sekunde yako zikifika 60 inakuwa dakika, zikifika 60 inakuwa saa, yakiwa 24 siku, zikiwa 7 wiki, zikiwa 4 mwezi, ikiwa 12 mwaka, ikiwa 10 miongo. Tumeelewana vizuri? Huo ndio mtaji wako katika maisha yako. Kosa hela, kosa kila kitu, lakini usichezee sekunde yako moja. Msalimu Mtume Muhammad. Hakuna maana ya kusema mimi niko hapa napoteza wakati. We haramu. Hakuna kupoteza wakati. Kila sekunde hakikisha imekulipa duniani na imekulipa akhera. Nirudi hapo. Kila sekunde hakikisha inakulipa duniani na hapo inakulipa. Kama una sekunde unazitumia duniani tu, umefeli. Na vile vile kama una sekunde unatumia akhera tu, umefeli. Pata yote. Kila sekunde ikupe kitu duniani na sekunde hiyo ikupe kitu akhera. Mmoja katika wanawake aliwahi kukutwa na mwanachuoni mmoja anaitwa Al-Asma'i. Asma'i ni miongoni mwa wanachuoni waliokuwa viongozi, makhalifa wakali sana duniani hapa. Ilikuwa hataki mchezo. Aliwahi kumkuta mwanamke barabarani kama vile kakaa, mkono wake wa kulia ana tasbih, lakini mpande kidole chake, mkono wake wa kushoto ana mukuhula. Unajua mukuhula? Kijiti cha wanja, anajipodoa huko. Akasimama nyuma yake, akamwambia toa mkwaju nimchape huyu. Kwa nini unampiga? Ana wazimu, anacheza na subhana huku anajipaka paka wanja, anamsabihi Mungu huku anajipodoa. Allahu akbar. Mmoja akamwambia usimpige, muulize kwa nini anafanya hivyo. Akamwambia kwa nini anafanya hivyo? Akasema lillahi minni, lillahi minni, lillahi minni wal batala. Maneno yale ya Kiarabu yametoka. Lillahi minni janibun la adhi'uhu walil batala minni janibun. Lillahi minni janibun la udhi'uhu walil batala minni janibun. Msalimu Mtume Muhammad. Anasema Mungu ana upande wake, mimi siupotezi, na mume wangu ana upande wake pia siupotezi. Mungu upande wake ndio subhanallah, subhanallah. Mume wangu usafi wangu na kujipodoa kwangu. Kwa hiyo sitaki kufanya kimoja baada ya kingine. Hapa na dili na Mungu, na hapa na dili na mume wangu. Akija nikute niko ngari. Msalimu Mtume Muhammad. Basi wewe unashindwa na mwanamke aliolewa bwana. Unataka nini tena? Lillahi minni janibun la udhi'uhu walil batala minni janibun. Kabla Mungu ana upande wake katika mwili wangu na mume wangu ana
Mungu anataka anione wakati wote na msabih, na mume wangu wakati wote anapenda anione mimi msafi, najipodoa kwa ajili yake. Shika njia bwana, nenda zako, niachie bwana, mimi nashughulika na wakubwa wazangu wawili. Asmai akaona haya, huyo akaondoka. Nini tunachokisoma hapa? Hakikisha kila sekunde inakulipa duniani na hamna kupoteza wakati. Ndio Mungu anasema wala asr, na hapa kwa wakati wote mimi na wewe tusipoteze nyakati zetu. Tumeelewana? Wanachuoni wanakuambia wakati una alama kuu hizi 3. Kila kitu kina alama zake, au wanaita khususiyya. Kila kitu kina khasiyya ambazo ukizitizama hizo khasiyya zake, hicho kitu kinapambanuka na kitu kingine. Hata hii mikono miwili, unaona mkono wa kulia na wa kushoto, kila mmoja una khasi zake ambazo huku hakuna. Huku vitu huku hakuna, na huku kuna vitu huku. Hata ukiona mapacha wawili, basi wajue kupitia alama zao. Na mwanachuoni au mwalimu mzuri ni yule ambaye kwamba anawafundisha watu mambo kupitia alama na khasi na khususiyya zao. Leo cha ajabu tunaambiwa watu wote tuwe sawa sawa na kitu kimoja. Hamna. Kila mtu ana alama zake. Mwenyezi Mungu anasema wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Mwenyezi Mungu anaumba atakacho na anachagua. Kweli sisi wote binadamu, lakini kila mmoja amempa mambo yake. Mwanamume ana mambo yake, mwanamke ana mambo yake, mkubwa ana mambo yake, mdogo ana mambo yake. Kila mmoja huyo. Na hakuna kufanana katika hilo. Mimi siku moja mtu mmoja ananiambia, alikuwa anasikia huko anasema kwetu Magomeni, Walidi yule mwenzetu sana. Nikamwambia mimi sipingi. Mwenzenu sana, lakini lazima muweke wazi katika nini? Mwenzenu ndio katika nini basi? Sema yule mwenzetu sana, tumesoma wote Uhuru Mchanganyiko darasa la kwanza mpaka la 7, sipingi. Yule mwenzetu sana kwa sababu tumezaliwa wote wapi? Magomeni. Yule mwenzetu sana kwa sababu yeye Mzaramu na mimi Mzaramu. Yule mwenzetu sana kwa sababu tumecheza mpira wote. Mimi nilikuwa nacheza sana mpira zamani. Lakini usiishie tu yule mwenzetu sana. Wewe ainisha maeneo ya umwenza na mwenzio. Sawa? Ndio maana ukisikia kuhusiana na Mtume Muhammad, kweli ni mwanadamu lakini basharun la kalbashar. Ni mwanadamu lakini sio kama mwanadamu mwingine. Mwenzio anapokea wahi, wewe unapokea hata barua ya posta. Nani anakuamini? Mwenzio kaaminiwa kwa wahi. Unaliona dogo hilo? Basharun la kalbashar. Sawa, wewe unaoa mwenzio mpaka wake 9, wewe wangapi? Hao 4 hawawezi. Mwenzio wangapi? Na wote alikuwa anawatosheleza. Jambo dogo hilo? Bwana dogo hilo. Sasa bado mwenzangu katika nini bwana? Mwache na mambo yake, mkubalie. Sawa? Sasa mwalimu mzuri ni yule ambaye kwamba anayataja mambo kwa khususiyya zake. Nataka nikupeni khususiyya za asri, za umri wetu. Na hii itatusaidia sana. Napenda kutoa mfano mmoja mara nyingi nikifika hapa. Kwa mfano mimi ndo niko huko kwetu Kisiju, sijawahi kuona mpira. Unajua mpira? Huu mpira huu. Na usikia kwenye radio tu. Anakwenda gola. Lakini sijawahi kuuona. Sasa nikimpata mtu aliyopata kuuona mpira, nikimuuliza mpira ni nini, anapaswa anipe alama zilizomo kwenye mpira ambazo hazipatikani katika kitu kingine chochote. Na mpira unazo alama ambazo hazishirikiani na kitu kingine chochote. Msalimu Mtume Muhammad. Lazima kila kitu kina alama zake ambazo haifanani na kitu kingine. Mpira ni nini? Usije ukaniambia mpira ni kitu kinachokwenda kwa kudunda dunda, utakoshaniipoteza. Sijaona mpira hata siku moja. Kesho nikamwona chura mbele yangu anapita namna hii. Sina mpiga dandana. Kwa sababu mpira ni kitu kinachokwenda kwa kudunda dunda. Unaelewa vizuri? Mpira ni nini? Usije ukasema mpira ni kitu cha mviringo. Bwana chungwa la mviringo, kichwa cha mviringo, balbu ya. Tulia. Hakikisha chunguza mpira upate kitu kimoja kilichomo katika mpira. Ukiutaja mpira kwa sifa hiyo, vitu vingi vitatoka, unabaki mpira peke yake. Hiyo ndio mantiki baba. Katika upande wa taarifi na definition. Wanachuoni wamefanyia kazi.
Kwa hiyo wakautizama umri wetu, ukakuta una vitu vitatu huvipati katika kitu kingine chochote. Kama kipo ni kidogo, lakini sivyo hivyo kilipo. Nisikilizeni hapa. Wal asr, na hapa kwa wakati wa alasiri, na hapa kwa swala ya alasiri, na hapa kwa zama zote. Zama, nyakati, una vitu hivi vitatu. Kwanza una kitu kinaitwa suratun, mwendo. Hakuna kitu kina zaidi au zaidi ya wakati. Sio basi la mwendo kasi, wala sio sauti kama wanavyosema wakina Bacon wanasayansi, wala sio mwangaza, wala sio ndege ya kivita, wala chochote. Hakuna kitu kinachokwenda mbio zaidi ya nini? Ya wakati. Ninazo dalili nyingi naweza kukupa hapa mpaka mwenyewe ukachoka, lakini mimi nitakutajia moja au mbili kwa sababu ya wakati. Adhana na haya, tumeelewana? Alama ya kwanza ya umri wetu ni nini? Mwendo kasi. Unakuta wakati ushaisha. Na ndio maana chochote unachosikia kinachoambiwa kingine lazima kipate cha pili cha kushindanisha. Lazima upate cha pili. Na kikubwa katika vishindanishwaji na mwendo kasi hakuna zaidi ya sekunde. Utasikia mtu anakwambia sauti nini? Sauti ni kitu kinachokwenda kasi sana, kwa sababu kinakata masafa ya kilomita 6 kwa sekunde kadha. Lazima ushindanishe na nini? Na sekunde. Yani kigezo cha ukasi wa kitu fulani hakuna zaidi ya muda. Nazo nini? Sekunde au dakika au saa. Maana yake nini? Sekunde na dakika na saa iko mbele, hicho kitu chako kiko nyuma, kinafukuza ile sekunde. Nimekwenda mbio sana, nimetumia masaa 2 tu kwenda Tanga. Kwani hakuna kitu kingine? Tuna treni ya SGR. Inakwenda kasi sana hapa na Morogoro dakika 95. Kwani hakuna kitu kingine cha kushindanisha na SGR? Hebu nitafutie kitu kingine. Ni nini? Hupati zaidi ya sekunde na dakika. Hii inamaanisha sekunde zetu na dakika zetu na umri wetu ni kitu kinachokwenda kasi sana. Na dalili ya pili nakupa wewe mwenyewe. Mimi binafsi mwaka huu nimekamilisha umri wa miaka 57. Mimi. Alhaji hapo miaka mingapi? 60? Haya, muulizeni Alhaji mwenye 68. Hivi umechoka kuishi? Anakwambia bado anataka aishi sana kwa sababu hajafaidi bado. Au kuna mtu sasa, mimi nina miaka 200 sasa, wacha nife. Yuko wapi? Unaionaje? Hii ni dalili ya kwamba mambo bado yako mengi, umri hautoshi kwa sababu umekwenda mbio. Ndio mmoja katika wanachuoni anasema alwajibatu aktharu min alawqat. Majukumu ni mengi kuliko muda aliotupa Allah subhanahu wa ta'ala. Na sasa hivi huku akhiru zamani ndio kabisa, huku wakati umeongeza kasi. Ami yangu mimi tena alikuwa ananiambia maneno hayo katika miaka ya 80. Mimi nililelewa sana na ami yangu kuliko na babangu Ustadh Alhadi, Mungu awarehemu wote. Wakati niko kwake alikuwa ananiambia, Walidi, sasa hivi wakati tunakwenda mbio sana tofauti na wakati wetu sisi wakati huu. Anasema zamani sisi mtu anaamka nyumbani hana kitu, shamba huko Kisiju. Anaamka ndo anakwenda wapi? Shamba, anakwenda kulima. Kuna baadhi ya mazao siku hiyo hiyo mpaka jioni anachipua. Sawa? Mazao hayo lazima yaanikwe. Yakishaanikwa ndio yatwangwe, alafu yapikwe. Anasema wakati unatosha kabisa, tunafanya yote siku haijaisha. Muogo unachimbwa leo, unamenywa leo, unatwangwa leo, unaanikwa leo, unakauka leo, na leo unapikwa ugali. Zama zilizopita ilikuwa hivyo. Sasa hivi subutu. Hapo ndio hujapambana na foleni tena kutoka Kimara mpaka Kariakoo. Na ndio maana unaona kasi hizi tutakuwa nazo huko nje. Wakati unakwenda mbio. Nuh alayhi salam, Sayyidina Nuh alayhi, yeye ndio atwalul anbiya'i umra, nabii alioishi miaka mingi kuliko yote.
Ukisoma kitabu cha An-Nubuwwat wal Anbiya cha Imam Muhammad Ali Sabuni kinasema ile miaka 950 iliyotajwa katika Qur'ani, miaka ile Nuhu ameishi katika kazi ya utume, miaka 950, lakini umri wake wote ulikuwa miaka 1380. Miaka 1380 ndio ameishi, lakini ile 950 ni kipindi cha utume. Kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameishi miaka 63, miaka 23 akiwa mtume, miaka 40 kabla ya utume, miaka 23 ndani ya, na ndio Nuhu, miaka 1950 ya utume. Ukitoa